Mbosso ameendelea kuonyesha nguvu zake kimusic kupitia EP yake ya Room Number 3 iliyotolewa rasmi Juni tarehe 13 mwaka 2025. Hadi sasa EP hiyo imekusanya jumla ya streams milioni 121.08 na idadi hii inaendelea kuongezeka kwenye Boomplay, YouTube, Audiomack na Spotify. Kwenye YouTube na YouTube Music, EP nzima imesikilizwa zaidi ya mara milioni 68.8. Wimbo wa Power pekee umewavutia zaidi ya wasikilizaji au watazamaji milioni 48 na kuweka rekodi ya kuwa wimbo wa Bongo Flava uliosikilizwa zaidi kwenye YouTube Music mwaka huu. Na kwenye Spotify, nyimbo zote 6 za EP hii imesikilizwa jumla ya milioni 16.1, huku Boomplay ikirekodi streams milioni 30.9. EP hii kwa sasa ipo nafasi ya 3 kwenye chati za Apple Music Tanzania, huku wimbo wa Power ukiendelea kushika nafasi ya juu kwenye chati tofauti za ndani Tanzania. Mafanikio haya yanaonyesha umaarufu na ukuaji na kukubalika kwa Mbosso kwenye biashara ya muziki. Kwa mwaka huu tunaweza tukasema kwamba ulikuwa ni mwaka wa Mbosso kutokana na nyimbo zake kwenda kwenye hiti. Ukiangalia albamu yake imehit kweli kweli, lakini hivi sasa tunamwona msanii Diamond ambaye ameachia ngoma yake ya Msumari, nayo ikionekana ikifanya vizuri sana. Ndani ya siku kadhaa imeshafikisha takriban viewers kama sio milioni 1 na kitu kuelekea milioni 2 hivi kwa sasa. Lakini ukiangalia Harmonize naye aliachia ngoma hivi karibuni inaitwa Kidedea, nayo sasa hivi ina kama viewers milioni 7 kuelekea milioni 8. Tunaona Diamond anakuja kwa kasi, japokuwa watu waliamini kwamba Mbosso sasa hivi naye atakuwa na mapinduzi, na kama tunavyomuona Mbosso anakuja kwa speed hiyo. Lakini tujiulize ni kwa nini kwamba tunaona wasanii wa Bongo wanafanya vizuri kama vile Mbosso, Mario, Harmonize, lakini hawezi kufikia levels za Diamond kwenda international, kwa maana ya kwamba waweza kufika kule kabisa mbele kabisa usikilizwe nje ya nchi, kwa maana ya kwamba nje ya mipaka Tanzania kama Diamond anavyofanya. Ukienda kule nchini Marekani, Diamond ameshafanya ngoma kama na msanii kama Ciara na wengine maarufu. Na kuna tuzo ambazo Diamond yuko katika kinyang'anyiro ambacho amehusishwa na Burna Boy na wasanii wengine hivi karibuni. Ni tuzo fulani hivi, na inaonekana kwamba hii ni kutokana na ukubwa wake, ambao tuzo hizo yuko Burna Boy, yuko Fally Ipupa, yupo na wasanii wengine wa Nigeria ambao ni wakubwa na maarufu duniani. Lakini kwa Tanzania hatukumwona msanii mwingine wa kiume ambaye ameweza kuhusishwa katika tuzo hizo, isipokuwa ni tuzo za best leadership. Katika tuzo hizo kinyang'anyiro hicho tunamwona msanii na pia ni kiongozi Mwana FA naye ameweza kuhusishwa katika tuzo hizo. Lakini kwa upande wa msanii tunaona msanii wa kike ambaye ni Abigail Chams, naye ni yuko katika tuzo hizo katika kinyang'anyiro fulani hivi. Hii inaashiria kwamba kidogo naye anakuja kwa kasi, kwa sababu nafikiri ni best female artist chipukizi ameweza kuweza kufanyaje kuweza kuingia katika kinyang'anyiro cha tuzo hiyo. Nini maoni yako kuhusiana na